Kwa majina naitwa Elias Dedede. Namshukuru Mungu nimepata neema nyingine tena siku ya leo. Na leo tutaangalia somo linalosema upendo na uongozi wa kweli. Ndugu zangu, kiongozi wa kweli hapimwi kwa mamlaka alionayo, bali kwa kiwango cha upendo alionao kwa watu anaowaongoza. Watu wanaweza kuheshimu cheo chako, lakini watafuata moyo wako. Upendo ndio msingi wa uongozi unaojenga, unaovutia watu, na unaoacha alama ya kudumu katika maisha ya wengine. Biblia inaonyesha kuwa kiongozi au viongozi wakubwa walikuwa watu waliowapenda wale waliokuwa chini yao. Walikuwa tayari kujitoa, kusamehe, kushauri na hata kuteseka kwa ajili ya watu waliowaongoza. Ndio maana katika Wakorintho wa kwanza sura 16:14 inasema mambo yote yenu na yatendeke katika upendo. Hivyo basi, upendo humfanya kiongozi kuona watu wana thamani. Kiongozi asiye na upendo huwatumia watu kufanikisha malengo yake. Lakini kiongozi mwenye upendo huwatumikia watu ili wafikie kusudi lao. Watu si ngazi za kupandia juu. Ni dhamana ambayo Mungu ametukabidhi. Mfano mzuri ni mchungaji anayejali kondoo wake. Haangalii tu faida yake, bali anaangalia ustawi wa kundi lote. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Kwa hiyo basi, uongozi wa kweli huuliza, nitawezaje kuwainua watu? Nitawezaje kuwasaidia kukua? Nitawezaje kuwa baraka kwa wengine? Jambo la pili, upendo humfanya kiongozi kuwa mtumishi. Dunia hufundisha kuwa kiongozi ni mtu anayehudumiwa. Biblia hutufundisha kuwa kiongozi ni mtu anayehudumu. Ni mtu anayehudumia watu wengine. Kiongozi mkuu si yule anayekaa juu zaidi, bali anayebeba watu wengi zaidi moyoni mwake. Ndio maana mtu akitaka kuwa mkuu kati yenu, nawe mtumishi wenu. Kiongozi anayependa kusikiliza watu, hujali mahitaji yao, hushughulikia changamoto zao, huwainua wengine badala ya kujitukuza. Jambo la tatu, upendo hujenga uaminifu. Watu hawafuati maneno pekee, hufuata moyo wanaouamini. Kiongozi anaweza kuwa na elimu kubwa, uzoefu mkubwa, au uwezo mkubwa, lakini kama hana upendo, atakuwa mbali na watu wake. Ndio maana upendo hujenga uaminifu, hujenga ushirikiano, hujenga umoja, hujenga heshima. Hivyo basi, upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauhusudu. Wakati watu wanajua kuwa unawapenda tena kwa dhati, watakuwa tayari kusimama na wewe hata katika nyakati ngumu. Jambo la nne, upendo humsaidia kiongozi kusamehe. Hakuna uongozi usio na majeraha. Watu wanaoweza kuumizwa leo ndio hao unaowaongoza kesho. Hivyo basi, kiongozi mwenye upendo hajengi visasi, hujenga daraja au madaraja ya maridhiano. Mfano ni Yusufu ambaye aliwasamehe ndugu zake waliomuumiza utumwani. Kasome kitabu cha Mwanzo sura ya 50 mstari wa 20. Biblia inasemaje? Ninyi mlinikusudia mabaya, bali Mungu alinikusudia mema. Kwa hiyo kiongozi anayeshindwa kusamehe hujenga ukuta kati yake na watu wake. Kiongozi mwenye upendo hujenga daraja. Jambo la tano, upendo huwalea viongozi wengine. Kiongozi dhaifu huogopa kuona wengine wakikua. Kiongozi mwenye upendo hufurahia kuona wengine wakifanikiwa hata zaidi yake.
Musa alimlea Yoshua, Elia alimlea Elisha, Paulo alimlea Timotheo. Walijua kuwa mafanikio ya uongozi si watu wangapi wanakufuata leo, bali ni viongozi wangapi unaowaacha kesho. Hivyo basi, Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 2, Biblia inasema hivi: na mambo yale uliyoyasikia kwangu uwakabidhi watu waaminifu, watakaofaa kuwafundisha na wengine. Kwa hiyo kama kiongozi lazima ulee watu, lazima uwapeleke katika hatima zao njema kama viongozi wa kesho. Jambo la 6, upendo hufanya kiongozi kuwa mfano. Watu hujifunza zaidi kwa kuona kuliko kusikia. Kiongozi mwenye upendo huonyesha unyenyekevu, huonyesha uadilifu, huonyesha uvumilivu, huonyesha utu. Maisha yake huwa ujumbe kabla hata hajafungua mdomo wake. Kwa nini? Uwe kielelezo kwa waaminio. Jambo la 7, bila upendo uongozi hukosa maana. Mtu anaweza kuwa na karama kubwa, elimu kubwa, mamlaka makubwa na ushawishi mkubwa, lakini bila upendo yote hayo hupoteza thamani yake. Kwa nini? Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 2, Biblia inasema hivi: nijapokuwa na imani yote kiasi cha kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Kwa hiyo basi, uongozi bila upendo huzalisha hofu. Uongozi wenye upendo huzalisha uaminifu. Uongozi bila upendo hujenga wafuasi, bali uongozi wenye upendo hujenga familia. Hitimisho. Kiongozi mkubwa si yule anayewafanya watu wamwogope, bali ni yule anayewafanya watu wajisikie kuthaminiwa. Cheo kinaweza kukufanya usikike, nguvu zinaweza kukufanya uheshimiwe, lakini upendo utakufanya ukumbukwe. Kama kiongozi, jiulize kila siku: je, watu ninaoongoza wanahisi kupendwa? Wanahisi kuthaminiwa? Wanahisi kujengwa kupitia maisha yangu? Kwa sababu mwisho wa yote, urithi mkubwa wa kiongozi si majengo aliyoyajenga, si fedha alizokusanya, wala si cheo alichoshika, bali ni maisha ya watu aliyoyagusa kwa upendo. Mungu awabariki sana ndugu zangu viongozi.